Kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anafanya kumbukizi ya miaka 44 tangu alipopewa daraja takatifu la upadre tarehe 19 Juni mwaka 1982 katika kikanisa cha Mtakatifu Monica ambacho kinapakana na ofisi takatifu za Vatican, akiwa na umri wa miaka 27 na tayari akiwa ameshasomea sheria ya kanisa katika chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Thomas Aquinas. Alipewa daraja la upadre na Askofu Mkuu Jean Jadot wa Ubelgiji, ambaye wakati huo alikuwa ni rais wa sekretarieti ya kipapa kwa ajili ya wasio wa Kristo. Padre Robert Francis Prevost alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika la Kiagostinian mwaka 2001, ambapo aliongoza shirika hilo kwa mihula miwili hadi mwaka 2013. Wakati wa kuchaguliwa kwa Baba Mtakatifu Francisco tarehe 3 Novemba 2014, aliteuliwa na Baba Mtakatifu kwa msimamizi wa jimbo Katoliki la Chiclayo na alipewa wakfu wa askofu tarehe 12 Disemba mwaka 2014 katika kanisa kuu la Mtakatifu Maria kwa kuwekwa mikono yake na Askofu Mkuu James Green nchini Peru. Akiendelea na utume wake, mnamo tarehe 13 Julai mwaka 2019, Askofu Prevost aliteuliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Kipapa la Mapadre. Tarehe 15 Aprili 2020 akiteuliwa kuwa msimamizi wa kitume wa Kalayo. Mwaka huo huo tarehe 21 Novemba akawa sehemu ya Baraza la Maaskofu, na mnamo tarehe 30 Januari mwaka 2023 Papa Francisco alimteua Askofu Prevost kuwa mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu. Mnamo tarehe 30 Septemba mwaka 2023 Papa Francisco alimpandisha zaidi Askofu Mkuu Prevost hadi wadhifa wa kardinali, akimpatia ushemasi wa kikanisa cha Mtakatifu Monica. Kama mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Maaskofu, alichukua jukumu muhimu katika kutathmini na kupendekeza wagombea wa maaskofu duniani kote na kuongeza nafasi yake ya kuonekana zaidi ndani ya kanisa. Pia katika mkutano mkuu wa mnamo Oktoba 2023, Papa Francisco alimteua kuwa mjumbe katika mabaraza mengine 7 na pia akamjumuisha katika tume ya kipapa ya mjini Vatican. Mnamo tarehe 5 Februari mwaka 2025, Papa Francisco alimwongezea wadhifa Prevost hadi kuwa kardinali askofu, akimpatia jimbo la Albano. Na mnamo tarehe 21 Aprili 2024, kufuatia kifo cha Papa Francisco, alipata utambulisho mwingine kuanzia katika mkutano mkuu ulioanza tarehe 7 Mei 2025. Katika kura ya 4, Kardinali Prevost alichaguliwa kuwa papa wa 267 na akachukua jina la Leo wa 14 kwa heshima ya Papa Leo wa 13. Kwa hivyo akawa papa wa pili kutoka bara la Amerika baada ya mtangulizi wake Papa Francisco, na pia wa kwanza katika historia kutoka Marekani na wa shirika la Mtakatifu Agustino. Na historia hii ya kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 imesimuliwa kwako nami Joan Christopher.